Wanafunzi. Kidato gani au kidato darasa? Kindergarten. Bwana. Usiniambie. Nimeipenda hiyo. Ni moment gani ambazo unazikumbuka wewe ukiwa unasoma? Nilikuwa sipendi kuchokozwa, wananichokoza, yani ukiwa unaandika hivi simjibu ananichokoza. Ukiwa anaandika basi anafanya hivi penseli ili mradi wewe ukosee. Mtu unaisha anapofanya penseli? Yani umeshika penseli hivi, itingisha hivi, ili mradi wewe ukosee kwenye penseli. Na hapo unakuwa hauna ufutio sasa. Ufutio una. Mtihani uko hapo sasa. Jamani, ni hatari sana. Hatari sana tena sana. Okay. Mwaka huu umeanza kwa kasi sana kwa sababu tunaona mbwembwe zenu sio kitoto, lakini pia kwa mwaka jana umetajwa kama mama bora sana kwenye tamthilia ya Akombolela. Hebu tuambie labda madam, matunda yakoje kulingana na tamthilia ile, lakini pia so far wewe ni mkongwe sana kwenye game. Tuanzie hapo. Matunda ni mengi. Mambo yangu yanaenda mengi kwa uharaka. Pato linaongezeka. Kwa hiyo kila lenye kuvuma lina raha yake. Napata matangazo, ndo tuseme ndo mafanikio yenyewe. Kwa hiyo mambo ni mazuri. Okay. Kipindi cha nyuma labda ulishawahi kuhisi unaweza ukafanya maigizo yakawa makubwa kwa ukubwa huu ambao tunauona hapa nchini Tanzania kwa sasa hivi? Sijui nisemeje kwa sababu mimi nilianza kwa ukubwa huo. Nilivyoanza mimi ile nimeanza kwa ukubwa huo. Sasa unaonekana mkubwa zaidi, unawekwa mpaka kwenye bajaji, naona unachorwa wewe. Kwenye bajaji. Ndio maana nasema mwanzo mzuri, yani foundation ilikuwa nzuri sana. Okay. Kwa hiyo mwanzo ulikuwa mzuri, nilianza kwa ukubwa, katikati vikaenda, vikatulia, vimekuja kuibuka kwa ukubwa zaidi. Si unajua vitu vinakuwa reja sasa vimekuja kwa ujumla. Okay. Kwenye Kombolela nadhani tungebase sana kwenye Kombolela kwa sababu the way mtu akikuona tu anajua kabisa hapa ni Kombolela mwanzo wa mwisho. Ni moment gani ambazo huwa hazifutiki kichwani kwako mkiwa mnaigiza na huwa unawakumbuka makarakta kina nani sana labda kupigana ile simu jamani na mambo kama hayo? Nakumbuka familia kwa sababu Kombolela tunaishi kwa familia sana. Hatuwezi wote na hatuwezi kukaa eti mmekaa siku 5 nzima mjajuliana hali. Aidha umempigia simu au aliyekupigia simu kakwambia fulani ajambo. Yaani huwa tukiwa mapumziko huwa tunamisi ule umoja wetu na upendo wetu. Na sana unawapigia simu kina nani? Unaweza kuambia kwa majina? Sasa wewe ile Kombolela kundi zima na mtakutaja nani? Si wale watu wako wa karibu? Watu wangu wa karibu mimi Kombolela watu wangu wote wa karibu. Hata ukiwauliza wenyewe wote ni watu wangu wa karibu. Unapigia simu watu wote? Napiga simu kama nikimpigia simu au message. Cholo lakini unapigia simu pia? Kwani Cholo yeye iko wapi? Si Kombolela. Unampigia simu mnaongea sana. Nakwambiaje watu wangu wote wa Kombolela. Na wajulia hali. Okay. Au wao wakiona kimya, mama vipi unaendeleaje? Hivyo. Okay, ile karakta kukaa kwenye kiti kama labda unasumbuliwa labda na maradhi na vitu kama hivyo, huwa inakukata kwa namna moja ama nyingine? Hainikati kwa sababu tunachokifanya ni maigizo. Naigiza. Kwa hiyo haiwezi kunikata. Mimi ukisema kunikata sawa wengine wamecheza mchawi kama Biti Msumi au mwingine amecheza mjeuri, amecheza hivi mwendazimu kama vile Siwa. Hainikati kwa sababu mimi sio niliokuwa pale, mimi ni mwakilishi wa watu design ile. Hivi Siwa ukimwangalia ni mwendazimu kabisa ile kulikole licha kwamba anaigiza. Kabisa kizikoje yule? Tabia nzuri tu. Kweli? Kabisa. Wewe unamwonaje? Au ushakutana naye wapi ukamwona? Umesema mwendawazimu Siwa. Anaigiza au kumbe unauliza maswali afu uangalie kazi yetu? Kwa nini siangalie? Sasa hilo swali unaniuliza kweli? Na hisi mara ya pili nakuoji, si nishakuja ngakuoji pale. Ndo hapo, ndo maana nakwambia wewe uangalie kazi yetu kwa sababu ungekuwa unaangalia basi ungemwona Siwa akili zake huwa zinakuaje kwenye uigizaji. Okay, so ukiangalia pale labda lile jamani unayana. Asante, umeona? Napendwa. Lakini sasa ule mdomo wako ule ambao waga unaongeaga yale maneno waga watu fulani waga wanakuchukulega tofauti sana. Hivi yale maneno waga ni script yanaandikwa au ni wewe tu mbombo zako za kisanaa unaamua kuziingiza pale? Script kabisa. Ile script.
naisoma, naimeza, nawarushia watu. Okay. So, mtaani ukikaa uje kutana labda na mtu labda anakutania moja msemo wako, na kwenye ile misemo wako anakutania labda ni msemo gani ambao anakuambia hata mashabiki mtaani uko unapita? Misemo mingi tu, wage achidede, yani we koma we, yani hivyo. Misemo mingi ambayo wanaisikia na wanaisema, au wanasema Mwadawa Nyamigulu hivyo yani. Tunaona mabinti wengi wa kike sasa hivi wamechipukia kwenye kuigiza, lakini so far wewe ni mkongwe sana. Tokea ITV zamani sana tunakuona ukiwa unawasha moto unaigiza, yani kumbukumbu ni kubwa sana. Kuna watu labda pengine wanatamani kuwa kama wewe, unawaambia nini? Uvumilivu tu, yani niwatakia uvumilivu. Kazi ya sanaa inahitaji uvumilivu, yani sina neno kubwa zaidi ya kusema uvumilivu. Uvumilivu ina matawi mengi sana. Kama unavumilia basi Mwenyezi Mungu anaweza kukuletea faraja ambayo unayoitarajia ndani ya nafsi. Okay. Hivi wakati unaanza kabisa kuigiza, nini kilikusukuma kikubwa katika kuigiza kwako? Nimeshawishiwa. Na nani alikushawishi? Mume wangu wa kwanza na kina Mungu mchungu akanipeleka Kaole. Yani mtu wa kwanza ni mume wangu kunishawishi. Unaweza kuigiza, mimi siwezi, utaweza. Kwa hiyo ndio iko hivyo. Vizuri sana. Neno lako moja tu na misemo yako michache tuachie hapo kwa mashabiki wako 2026 ambao wanakutazama hapa. Mimi niseme waendelee kutufuatilia, burudani ni nyingi sana. Wafuatilie mimi Bista, ukizungumzia Bista unamzungumzia Mwadawa, unamzungumzia Mama Semeni wa Jua Kali, unazungumzia majina mengi ambayo mimi nipo kwa ajili ya Watanzania au watu wasio wa Tanzania nje ya Tanzania, kuwapa burudani, kuwapa elimu kupitia burudani. Lakini mzo kubwa huu muonekano wako kwa wanafunzi huu jamani, yani haja kuibia madaftari kweli. Yani hapa nimetoka nje nimeibiwa kikopo changu cha maji, madaftari yangu wamenichania, kuna watemi humu. Nani mtemi huyo? Ni wataje majina afu waje kunipiga. Tajie watemi, tunataka tujue watemi wanakunyanyasa ukonda kwenye wanakuibia madaftari wao, kwa nini wanakuibia? Kwani mwalimu jana kushtaki kwa mwalimu? Mwalimu ananiambia mimi nashtaki sana. Yaani humu kuna Samofi humu, kuna Nagwa, kuna Koi Mzungu soambie, lakini yani hao ndo wakorofi. Na dada mkuu kiranja mkuu nani? Kiranja mkuu Kemi. Sasa kwa usiende kumwambia kiranja mkuu atatue ile swala, utaibua madaftari mpaka lini jamani? Unaona huyo alopita hapa yule mkorofi. Nimemwambia kiranja mkuu kasema ndo ananitafutia. Na madaftari mangapi ambapo umeibiwa wewe? 2. Yalikuwa somo gani? Hisabati na Kiswahili. Umekuja sababu umeandika notes vizuri au imekwaje? Naandika vizuri. Wameniibia ile wakaiba notes zangu. Nzito hiyo. Bana mimi nikuache bana. Kwa sababu unaenda nyumbani au unarudi darasani? Narudi darasani. Unaonekana darasa leo ni la moto sana hilo jamani. Kweli kuna korofi, kuna watemi huko. Tutatoboa kweli uko stage? Tutatoboa vizuri tu. Mwalimu ambaye ni mnoko nani kwenye darasa leo? Kwa mwalimu sitaji. Kabisa. Kwa kufuza shule. Bana mimi nashukuru sana. Asante sana.